ninapotoka mimi haimaanishi kwamba hapa nyumbani tayari mtakuwa mmezidiwa. Una marafiki zako tayari hapa. Mama Laheri si yupo? Mtakuwa mnapitiana pamoja, mnaenda kwenye daladala, ili mradi chakula nyinyi wawili hakitakosekana. Hata huyu mtoto bado hawezi kula chakula kikubwa sana. Chakula cha kwako peke yako mama hakitashindikana. Mimi kule nitajua nitapambana vipi. Nikilala njaa siku 2, siku ya 3 nikapata pesa, tayari nitapata chakula. Hata magome ya miti nitakuwa nakula. Unajua Rais Samia anavyo saizi anavyowafoka. Ana saizi ukikamatwa humo ni kupigwa na kuua. Kwa hiyo wewe nakushauri hausikiki. Saizi ukienda kwenye daladala kuanzia asubuhi mpaka saa 5 shilingi 5,000, watu wawili 10,000. 10,000 tukitoa 10,000 tukanunua mahindi, alafu 2,000 tukanunua mboga na ya kusaga. Hatuwezi tukaishi. Hivi wewe hata tafari wanafyatua, sio kwenda huko. Nielewe. Kiwango najua unanifurahisha sana. Hivi unavyosema kwamba kwenye mishahara 10,000 watu wawili, mara ngapi tunaenda tunapewa 2,000? Umesahau hilo? Sawa, nimeshakuelewa. Lakini ujue kumwomba Mungu, muombe kwa uhakika mara 100. Usijali. Huko hawarudi. Usijali mke. Huwezi jua ni kitu gani kilichonituma. Nimeshaenda kwa marafiki zangu, nimewashirikisha hili na wao walikataa. Nimeona unajua wazo jema, kitu ambacho ni cha ukweli, ukimpelekea mtu ni ngumu kuelewa. Lakini ukimwambia uongo ni rahisi sana kukubali. Sasa marafiki zangu niliwaambia kuhusu hili, wakanipinga, wakasema kuna kazi ya kufanya ya kusaidia mafundi kwa mama Walidi pale. Tulivyoenda tukakuta kazi imeshaisha. Cha msingi kwambie mume wangu ni kumwomba Mungu. Safi. Kwa sababu hapa duniani kumtanguliza Mungu. Sawa. Hamna shida, nimekuelewa, ila nakuomba tu ubaki na roho nyeupe, uendelee kuniombea mimi niende nikatafute. Sawa mama? Sawa baba Lilia, nimeshakuelewa. Tembea salama, utarudi salama, Mungu akutangulie. Sawa. Bila shaka. Mimi nataka sasa nijiandae ili niende mapema, nikaandae kambi. Ndiyo. Ili kusudi nianze kazi moja kwa moja. Sawa. Nitaenda na nitawahi kurudi. Endelea kuniombea kwa Mungu na mimi pia niendelee kukuombea pamoja na mwanetu Laheri. Sawa? Ndiyo. Sawa. Nashukuru. Muombe Mungu utangulie. Sawa. Sasa acha niangalie vinguo vya kazi huto kidogo, nitupumzishe niende kazini. Au niende nato ili kusudi ninapopita kwa watu wasije wakanicheka. Angalia zile za kazi. Nitaenda nazo na zenyewe, lakini tunaona huto kidogo nituzulipo twakuendea kanisani. Ndio. Pia siku wakijaga wakina Wachenche, waambie mimi tayari nimeshaenda kufanya kazi, nimeshaenda kutafuta. Usisahau ile jambo niliyokuambia. Siwazi. Kumtanguliza Mungu. Sawa. Utafanikiwa. Sawa. Lilian, baki salama, bye. Nawapenda. Sina kazi, sina cha kufanya. Msitu nao upo karibu, ila nao ni msitu wa matata. 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 Maisha ni magumu, sina kazi, sina cha kufanya. Msitu nao upo karibu, ila nao ni msitu wa matata. Msitu wa matata. Msitu wa matata. Msitu wa matata. Msitu wa matata.
msitu wa matata, msitu wa matata, msitu wa matata, msitu wa matata. Nataka nikwambie, sawa? Niambie kitu gani hicho? Hivi unakumbuka alivyotuambia? Nakumbuka. Sisi hapa unaona ujio wetu, sawa? Japo umetufikishia kwenye chakula, tunashukuru. Kwa kweli. Kula kwanza ndio mambo mengine yaendelee, sio hivyo? Sisi kilichotuleta nguvu kazi. Maisha yao naonaje? Maisha kwa kweli bila kupambana haiwezi akanania kaisonga. Nimekaa nikafikiria nikatafakari. Nikaona niende kwa wachenche. Sawa, kwa wachenche. Ndugu yangu. Sawa. Sasa tukaona sio vyema tuje na kwako. Karibuni kabisa. Tujaribu kuzungumza mchakato wa kazi. Haina shida kabisa. Labda wewe uko vizuri ndugu. Mimi. Mimi kama mimi. Kusema kweli. Mimi huwa sijibani, yani kazi yoyote ile ikipatikana tufanye nafanya. Na mimi kama nyie tu. Kifupi maisha ni magumu sana. Maisha ni magumu. Bila kupambana maisha ni magumu. Nitakiwa kabisa mwanaume sana ni kupambana. Mimi wazo langu ilikuwa naoni ya jambo moja tu. Jambo gani? Tuingie mle msituni. Unasema? Yaani bora mnishauri vingine. Yaani mimi bora mnishauri vingine. Patrick. Sasa kama nakumbuka hapo. Nitakiwa tufanye. Yaani kwanza, yaani mimi nikikumbuka tayari maneno aliyokuwa anatuambia yale yananiumiza sana. Yaani mpaka nashindwa nifanyeje. Sana umenikumbusha, yani kwa nimesahau sana. Nilikuwa nimesahau sana hapa nilipo. Yaani umenikumbusha, yani kichwa changu yani hadi kinauma. Tulikunywa vizuri, tulikula vizuri naye. Nikikumbuka ucheshi wake. Sasa tunatakiwa tufanyeje? Tuende kwa mke wake kwanza. Sawa, twende. Kwa shemeji. Twende, yani tena mchelewa. Aisha, sina kazi, sina cha kufanya. Sisi tunao karibu. Ulikuwa bado unajua? Unajua nilikuwa nimefaha. Hebu twende kwanza. Sisi wa matata. Yaani tena mimi ngoja nikae na kukasa. Maana nimechoka. Niko to. Hivi ina maana. Yaani mimi hata nilipo hapa tumekimbia muda yani. Yaani tuseme siki. Yaani sawa. Kwani alitoka lini hapa? Alitoka. Kwa shem. Shemeji, hebu angalia hata sehemu fulani tuandalie mazingira tuzungumze mawili matatu. Maki hapa tulipo hapa. Hivi hakuna haja ya kukaa hapa. Hakuna haja ya kukaa. Tuambie kwanza. Maana hapa inatakiwa tufanye. Ndio tufanye bidii sana ili tumpate rafiki yetu. Unataka tumpoteze hivi? Wewe anakuambia na wiki. Patrick. Ala wiki nzima alitoka hapa anatuaga anasema hivi. Naenda kutafuta kata mkaa. Wapi? Porini la Matata. Nikamwambia hivi. Ule msitu wa Matata. Ulimkubalia na wewe? Nilimkataza nikamwambia hivi, angalau tu tunaenda kuenda kwenye kibarua. Twarondaga ugali tusano ya Yanga. Si ungemkatalia umpendi nani mume wako umpendi? Nililia hamna nikamwambia. Ungelimwambia kapita hata kwetu tutamshauri. Ulishindwa nini? Nikamwambia hivi, mtangulize Mungu. Tuna faida gani sasa hivi? Tusameni kwa nani ana? Wiki mbili bado hajarudi. Aliniaga akasema hivi. Unajua nini? Huyu sio wa kumlaumu. Aliniaga akasema hivi. Hapa kilichobaki
nitakuwa tutumie njia nyingine mbadala. Ila kwa vile umesema kwamba ulimkatalia akaenda, ila ulimwaga tu kwa moyo safi na salama. Nilimwaga nikamwambia hivi, mtangulize Mungu, utarudi tu mume wangu. Kwani wakati anaenda ulimkatalia kwanza au ulimruhusu tu? Alikwambia tu kamruhusu akaenda? Nilimkatalia kwanza. Nilipomkatalia akasema hivi, chonde mume wangu, angalau uone kwenye daladala, kwenye mishahara watu wanafanyaje? Wanaenda kwenye daladala tu unanunua unga, unafanya tunatudagaa, tunakula. Sio kwenda kwenye ule msitu. Hawarudi. Mmenielewa? Lakini kukuelewa itakuwa ni ngumu sana. Yaani siwezi nikakubali kuendelea kudhalilika tu mazingira haya hapa nyumbani. Tumeshakuwa kila siku ni wa kwenye mishahara, vibarua, daladala. Nimechoka hayo maisha. Ni bora nitoke mazingira haya, uendelee kubaki wewe ukiwepo mahali hapa. Niende nikatafute. Utauri ulewe mseza. Kugambira na ugambira otyo. Tugenda hakibarua. Twa kakihumbi twagura mukubi. Twa 2000 twagura mapo. Twarya. Mwisho siku tukupandika na tukonka noro ku kodi ka shamba baki. Twarima mchere twayombeka kazu. Hivi wewe hausikiagi kwa sababu gani? Hebu nisikilize mke wangu. Sawa? Ndio. Huu sio wakati wa kuzozana. Hebu nielewe tunachokwambia. Endelea kubaki hapa nyumbani. Niombee dua kwa Mungu. Na nikapambane. Nikatafute. Sawa, najua hakuna aliyewahi kwenda kwenye ule msitu na karudi. Lakini huwezi kujua, naweza nikaenda kule mimi nikawa wa kwanza kurudi. Kila chenye mwanzo kina mwisho, mke wangu. Kila chenye mwanzo kina mwisho. Naweza nikaenda kule, Mungu akatubariki. Naenda kukata mkaa. Bahati nzuri sasa hivi hata mkaa umepanda bei. Aya, wewe unaenda kutoka hapo unanunua mkaa wa shilingi 500. Unapewa vipande hata 3 vya mkaa. Haya, wewe fikiria, mle kwenye gunia kuna vipande vingapi vya mkaa? Nikipata magunia 20, si tutapata pesa? Kwa hiyo sisi la kuongeza lingine. Hapa nitakuwa tutumie mbinu nyingine. Mimi na huyu Zigo. Sasa tutumie njia mbadala. Namna ya kulisolve lile ili tutampataje? Yaani tuna uhakika tutampata. Kwanza sisi na mwaza yeye tu. Ni mwenyewe kwanza nilikuwa najua labda amerudi. Sasa hivi takriban wiki 2 hayupo. Ujiulize yuko wapi, anakula nini? Nilikuwa nimeshazoea kucheka naye. Tunafika hapa nyumbani, Patrick vipi? Tupo asante. Tunafurahi. Ila shemu sawa. Unasikia shemu tunaona. Haya shemeji. Tutakuwa mnakuja kuniletea taarifa. Haya shemeji, baki salama. Tuombe Mungu. Tutamuze Mungu shemeji. Maisha nayo ni magumu. Sina kazi, sina cha kufanya. Msitu nao upo karibu, ila nao ni msitu wa matata. Msitu wa matata. Msitu wa matata. Maisha nayo ni magumu. Sina kazi, sina